Lakini pia jambo la tatu kabla ya mwisho, an-niqab anil haidh wa nifas. Anatakiwa mfungaji ambaye ni mwanamke awe ameepukana na damu ya hedhi pamoja na damu ya uzazi, kwa maana kwamba mwanamke kama endapo atakuwa amefunga alafu baadaye ikafika saa 11 au kabla ya adhana ikawa yule sasa akaja akapatwa na hedhi, basi pale imefanyaje? Imeharibika somo yake ile. Na hii si tabu kwa kina mama, hii moja kwa moja ni katika ibada, kwa sababu hii ni ahada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yule mwanamama ala sabili siha wal ada, kwamba juu ya njia ambayo ni ya uzima na desturi. Yaani mwanamke akipata hedhi huyu, maana kwamba nini? Huyu ndo anapata afya njema zaidi. Kwa hiyo pia vile vile ni ibada. Lakini jambo la mwisho, an yakuna alwaqtu qabilan lisawm, kwamba ule muda anaofunga ule uwe unakubaliana hasa na sheria hiyo swala zima la kufunga. Yaani mtu ajue kwamba moja kwa moja hapa mimi muda huu natakiwa nifunge. Sio unafunga tu hujui kwamba je muda tayari umeshaingia au vipi. Kwa maana kwamba katika mwezi kama vile wa Shaaban lazima uhakikishe kwamba tayari mwezi umeshaandama, umeshaonekana. Kwa hiyo moja kwa moja na wajibu wa kufunga kesho. Usifungi katika ile hali kama vile kufuata mkumbo tu, hapana, usifanye hivyo. Lakini pia vile vile hata sheria imeruhusu mtu kufunga kwa al-ijtihad, yaani kwa kujitahidi tu yeye mwenyewe. Mfano kwa yule mtu ambaye labda pengine yuko porini huko mambo gani, kiasi ambacho mpaka imefikia mahala amepoteza ile kumbukumbu kwamba je leo ni mwezi ngapi, leo ni mwezi ngapi, huyu atafunga kwa makadirio. Au labda pengine Mwenyezi Mungu atanusuru kwa yule mtu ambaye yuko jela huko kiasi ambacho hakuna ile hali ya yeye kufahamu hivyo wala chochote, Mwenyezi Mungu atanusuru. Kwa hiyo huyu sasa atafunga kwa makadirio kwamba mimi nilipoingia jela pale nilikuwa ni mwezi fulani hivi na hivi, hata kama zitakosana siku 2, 3, wiki, ibada yake moja kwa moja somo itakuwa ni yenye kusweli. Wallahu a'lam.